Sikilizeni, mnaojiua kwa sababu ya Simba na Yanga, kwa sababu ya Arsenal na Manchester, mnaojiua kwa sababu ya CCM na Chadema, mnaojiua kwa sababu ya ACT na Kafu, vyama vya siasa, mambo ya kidunia, ukashindwa kuthamani roho aliyekupa Mola wako na utu aliyekupa Mola wako. Anwani ya khutba yetu ya leo, kichwa chake cha habari kinatuambia, je, unaijua hukumu ya mtu kujiua? Je, unaijua hukumu ya mtu kujiua? Khutba yetu ya leo itakuwa ina nukta kama 5. Nukta ya kwanza inasema nini hukumu ya mtu kujiua yeye mwenyewe. Nukta ya pili inasema nini hikma ya Uislamu kuharamisha mtu kujiua mwenyewe. Nukta ya tatu inasema, je, atakayejiua ametoka katika Uislamu, amekwisha kufuru? Na nukta ya 4, je, inajuzu kumswalia atakayejiua mwenyewe? Na nukta ya mwisho inasema, kati ya anayejiua au akaua mwenzake, yupi madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko mwingine? Ndugu zangu Waislamu, ninachotaka ni kufahamisheni ya kuwa dini yetu tukufu ya Uislamu imeharamisha mauaji ya aina zote. Uislamu unathamini roho ya mtu, nafsi ya mtu, uhai wa mtu, maisha ya mtu, kiasi ambacho mtu akikatisha mwenyewe maisha yake, kiasi ambacho mtu akiamua kujiua yeye mwenyewe, Uislamu hilo pia umelikemea vibaya mno na umeliharamisha kabisa kabisa na kulitolea hukumu zilizokuwa nzito sana. Moja kwa moja nianze, nini hikma ya Uislamu kuharamisha mtu hata yeye mwenyewe kujiua, hilo kuharamishwa? Anasema al-Allama Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha Fathul Bari sharhi sahih al-Bukhari, ukurasa wa 548, hadithi nambari 6277 au nambari 6277. Sikiliza mwana wa chuoni wa Kiislamu anayeitwa Ibn Hajar al-Asqalani, maarufu kama Amirul Mu'minin fil hadith, amiri wa waumini katika fani ya hadith. Anasema ya kuwa Uislamu umeharamisha mtu hata kuiua nafsi yake. Na kwa nini Uislamu uharamishe hata mtu kuiua nafsi yake mwenyewe? Kwa nini Uislamu uharamishe mtu kujiua mwenyewe? Anasema Ibn Hajar, inna jinayata al-insani ala nafsihi kajinayatihi ala ghayrihi fil ithmi, hakika jinai ya mtu kuitoa roho yake mwenyewe, hiyo ni sawa na jinai ya mtu kuitoa roho ya mwenzake. Lianna nafsahu laysat milkan lahu, kwa sababu mtu nafsi yake sio milki yake. Nafsi yako haumiliki wewe,
nafsi yako haumiliki wewe, bali nafsi yako ni milki ya Allah na wala sio milki yako. Kisha akasema fala yatasarrafu fiha illa bima udhina lahu fiha, mtu haruhusiwi nafsi yake kuifanya vyovyote na kuifanyia chochote isipokuwa yale aliyoamrishwa na mwenyewe mmiliki wa nafsi ile ambaye ni Allah jalla fi ula. Mwanachuoni mwingine anasema al-insanu milkun li khaliqihi wa maulah, mtu yeye mwenyewe ni miliki wa Mola wake na muumba wake. Faqad wahabahu Allahu ar-ruha wal jasad, kwani Allah ndiye aliyempa mtu roho na mwili. Wa amara al-malaikata bisujudi lahu, mwanadamu kuonyesha nafsi yako ina utukufu wake, kuonyesha mwanadamu kama mwanadamu ana utu wake na utukufu wake. Wanawachuoni wanasema Allah amewaamrisha malaika wamsujudie baba yetu Adam ambaye ni jinsia yetu. Waanzalahu ila al-ardi liya'miraha, Allah amemshusha mwanadamu kutoka mbinguni hadi ardhini ili aweze kuiendeleza ardhi na kuijenga na kuimarisha. Wayakuna khalifata Allahi fiha, na ili apate kuwa khalifa wa Allah katika ardhi. Wala yajuzu lilmuslimi qatlu nafsihi, na haifai kwa muislamu kuiua nafsi yake. Fajismuhu amanatun i'tamanahu Allahu alayhi, kwa sababu mwili wako na roho yako ni amana amekukabidhi Allah. Nafsi siyo yako babu, roho siyo yako babu, mpaka utake kuifanyia chochote unachotaka wewe. Ndio sasa usikilize hukumu ya mtu kujiua mwenyewe, kwa sababu matukio haya yamekithiri mno katika ulimwengu wetu. Na Tanzania sasa matukio ya watu kujiua imeshika hatamu. Nina mifano michache tu. Nilipata kujua katika mkoa wa Njombe, mwalimu wa shule ya msingi amekunywa sumu kisa na mkasa wivu wa mapenzi. Lakini ukienda katika mkoa wa Kilimanjaro, maeneo ya Rombo, pia kuna tukio la mwalimu wa shule ya msingi amejiteketeza kwa moto ndani ya nyumba yake kisa na mkasa wivu wa mapenzi. Kama hili halitoshi, huko Mbeya kijana mwenye umri wa miaka 26 amewahi kunywa sumu na kuiua nafsi yake kisa na mkasa mke wake ana madeni mengi katika vikoba. Madeni ya mke wake yamemchosha, akaamua kunywa sumu na kujimaliza. Kama hili halitoshi, ukienda huko Igunga Tabora, mwanamke mwenye watoto 4 amejichoma moto mwenyewe na watoto wake wote kisa na mkasa mume wake anampendelea bi mdogo kuliko wao. Matukio haya yamekithiri katika nchi yetu. Hata ukisema uende katika mkoa wa Tabora tena, binti mwenye umri wa miaka 21 amekunywa sumu na kufariki dunia kwa sababu ya mapenzi. Nenda Mtwara, kijana mwenye umri wa miaka 31 anakunywa sumu kisa na mkasa amemtongoza mwanamke, kamtolea nje, kamkataa, kajimaliza.
nenda Muheza Tanga. Tukio kama hili na matukio yote haya yapo katika social media, siatoi kichwani. Kijana wa shule ya msingi, mwalimu wa shule ya msingi anajinyonga kwa sababu ya mapenzi. Kama hili halitoshi, nenda Arusha. Kijana mwenye umri wa miaka 31 amejiua mwenyewe kwa sababu mpenzi wake amemwacha. Nenda Kilosa Morogoro, mtu mmoja amejiua mwenyewe na familia yake kwa ujumla kwa sababu ya ugumu wa maisha. Mwaka 2021 vyombo vya habari vimeweza kuripoti mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 9 amejinyonga kwa sababu ya timu yake ya Simba kufungwa. Mimi nasema Simba ifungwe, Yanga ifungwe, Arsenal ifungwe, Manchester ifungwe, lakini roho ya mwanadamu ibaki salama salmin. Potele ya pote, timu zote zife hizo. Simba ife, Yanga ife, Azam ife, Arsenal ife, Manchester ife, wadudu wote wafe, lakini mwanadamu asife. Mwanadamu anapoteza uhai wake eti kwa sababu ya timu yake. Mwanajeshi Uganda, mwanajeshi kajifyatua risasi kisa na mkasa. Mashetani weupe si weusi wanaitwa Arsenal wamefungwa timu yake. Timu ya babu yako gani? Kafungwa mzungu. Pesa anapata yeye, hupati chochote, hakujui. Kama ninashabiki ananishabikia huko Afrika. Subhanallah. Sasa mimi leo nataka nikwambieni nyinyi wavivu wa kufikiri, nyinyi majahil mnaotaka kutoa roho zenu, sikilizeni ubaya wa mtu kutoa roho yake mwenyewe. Sikilizeni ubaya wa mtu kujiua mwenyewe. Uislamu haujaacha kitu. Uislamu unachunga mpaka nafsi yako mwenyewe usije ukaidhuru. Twende katika Sahih al-Bukhari hadithi nambari 5700 na katika Sahih Muslim hadithi nambari 110 ya kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man qatala nafsahu bi shay'in fi dunya, atakayeiua nafsi yake kwa kitu chochote duniani, kwa kitu chochote, udhiba bihi yawm alqiyamah, ataadhibiwa kwa kitu hicho, ataadhibiwa kwa kitu hicho siku ya kiyama. Hautobaki salama. Dunia umeikosa na akhera utaikosa. Duniani imekula kwako na akhera itakula kwako. Bwana mtume anasema atakayeiua nafsi yake kwa kitu chochote, akhera ataadhibiwa kwa hicho, hatokuwa salama. Kama hili halitoshi ndugu zangu, sikilizeni hadithi hii nzito ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ikijulisha jambo inajulisha juu ya thamani ya roho ya mtu. Al-Imam al-Bukhari hadithi hii ameipokea katika sahihi yake kwa nambari 5422 na al-Imam Muslim ameipokea katika sahihi yake kwa nambari 109 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم بنا متوم محمد صلى الله عليه وسلم نسيما من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا
fiha abada, atakayeiua nafsi yake kwa chuma, iwe kisu, iwe silaha, bastola, chochote chenye ncha kali, atakayeiua nafsi yake kwa chuma, siku ya kiyama atakabidhiwa chuma chake, atakuwa anajichoma nacho ndani ya moto wa jahannam, huku atakuwa ameingizwa ndani ya jahannam milele na milele. Allahu akbar. Hicho ulichokitumia kupoteza uhai wako kitakufuata mpaka ndani ya moto wa jahannam, na adhabu yako advertise ya kwanza utakabidhiwa mkononi baba. 1, 2, ni muda wote milele na milele unajitesa mwenyewe. Kama hili alitoshi, bwana mtume akaendelea akasema, ndugu zangu, waman qatala nafsahu bisummin, wa fi riwayatin waman qatala nafsahu bisammin, na atakayeiua nafsi yake kwa kunywa sumu. Wazee wa sumu, sikilizeni, bwana mtume anasema atakayeiua nafsi yake kwa sumu, fasummuhu, wa fi riwayatin fasammuhu في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. sumu yake itamfuata mpaka ndani ya moto wa jahannam. Sumu yake atakabidhiwa ndani ya jahannam, atakuwa anainywa mara kwa mara, huku ameingizwa ndani ya moto wa jahannam milele na milele abada. Akasema tena, waman taradda min jabalin, na atakayejitupa katika jabali au hata katika ghorofa, katika mlima, atakayejitupa kutoka juu ili aimalize nafsi yake. Bwana mtume anasema, waman taradda min jabalin faqatala nafsahu, na yule atakayejitupa katika jabali na akaiua nafsi yake, fahuwa yataradda fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Huyo naye atakuwa katika moto wa jahannam milele na milele, huku akiwa anaporomoka katika mlima wa jahannam. Na moto wa jahannam umeitwa kwa jina la jahannam kutokana na shimo lake ni ndefu sana, handaki lake ni kubwa sana. Bwana mtume anasema atakayejitupa katika jabali ataingizwa katika moto wa jahannam milele na milele, na huku akiwa anajitupa kutoka juu kuporomoka kwenda chini katika shimo la jahannam, wal iyadhu billah. Kama hili halitoshi ndugu zangu, al-Imam al-Bukhari pia anatupokelea hadithi katika sahihi yake kwa nambari 3276, na al-Imam Muslim pia katika sahihi yake kwa nambari 113, ya kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jarhun. Bwana mtume anahadithia, bwana mtume anasimulia, anawaambia masahaba, kabla yenu kulikuwa na mtu alipata jaraha, alipata donda sugu, likawa linamnyima raha, haponi haraka, amehangaika kulia kushoto kila pahala, bado donda lake sugu analo. Alichofanya huyo mtu, fajazia, akapata pupa, akapaparika, akakosa subira,
فأخذ سكينا فحزها به يده, akachukua kisu akakata mkono wake, kajikata mwenyewe pale penye kidonda, akakata kono lote, kile kipande chenye kidonda kakitupa. Fama raqa ad-damu hatta mat, Bwana Mtume anasema damu haikusimama, damu imemwagika vya kutosha mpaka akapoteza uhai wake, akafariki. Alipokwenda akhera huko, Allah akasema, subhanallah, qala Allah ta'ala, Allah akasema, badarani abdi, mja wangu amekuwa na pupa, mja wangu amekuwa na haraka, mja wangu amepaparika, mja wangu amekosa subira mpaka akajiua mwenyewe. Haramtu alayhi aljanna, na watangazia nimemharamishia kuingia peponi huyu, mpelekeni motoni. Leo tunaishi na anayejiua mwenyewe kwa namna yoyote ile, aliyekata mkono wake kwa sababu ya mateso ya kidonda akapoteza uhai. Allah akasema, mja wangu amejifanya na haraka kujisogeza kwangu, nimemharamishia pepo, mpelekeni motoni. Allahu akbar. Kama hili halitoshi, ndugu zangu, sikilizeni kisa chengine ambacho ni kizito kweli kweli, kisa chenye mazingatio ya hali ya juu, kisa ambacho wakati nakiandaa mwenyewe kilikuwa kikinisisimua, ndugu zangu Waislamu. Hebu sikiliza hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo anaisimulia sahaba Tufail radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Isikilize kwa makini. Tufail anasema ya kuwa moja ya masiku, Tufail anasema moja ya masiku tukiwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza kisa hichi ambacho amekipokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake. Sikiliza kisa kizito cha mtu aliyejiua mwenyewe zama za Mtume Muhammad. Amekipokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake kwa nambari 116, anna Tufail ibn Amr ad-Dawsi ata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqal, ya Rasulullah, hal laka fi hisnin hasinin, هل لك في حصن حصين ومنعة؟ فقال حصنا كان للدوس. Tufail alimwambia Bwana Mtume siku moja, Rasulullah, katika kijiji chetu hichi cha familia ya Ad-Daus hatuna nyumba imara kama ngome itakayokuhifadhi na maadui wakikuvamia. Unaonaje sisi watu wa Daus, pahala pengine tuna nyumba ambayo ni ngome madhubuti, tukupeleke pale iweze kukukinga na maadui. Tufail alipomfikishia Mtume hilo, Bwana Mtume akamwambia, faaba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhalik. Mtume akakataa hilo, akasema, msinipeleke mbali na maansar, watu wa Madina. Nafasi na thamani ya maansar mbele ya Allah ni kubwa sana. Niacheni nikae katika nyumba hizi za kawaida za maansar,
msinitoe nje ya mipaka ya maansar, watu wa Madina. Tufail na wenzake wakahama. Moja ya masiku katika kuhama kwao, wakati wanarudi sasa, wanaingia Madina wakiwa wengi. Walipokaribia mji wa Madina, famarida rajulun, moja katika watu katika msafara aliugua ghafla. Wanarejea Madina sasa, wametoka katika moja safari zao. Fakharaj, yule mtu akatoka, faakhadha mishqasan lahu faqata'a biha baramija, akatafuta silaha. Aliumwa ghafla, mkono, vidole vilipata kama ganzi, maumivu makali sana. Yule bwana alichofanya, alitafuta silaha yake moja, akakata vidole vyake. Fashakhabat yadah hatta mat, mkono wake ulikauka na kubadilika rangi na damu kumwagika mpaka akafariki huyo mtu, sahaba huyo. فرآه الطفيل ابن عمرو في منامه وهيئته حسنة. Usiku wa kwanza kaburini alipozikwa, siku ya pili Tufail akaota ule usiku ndoto. Akamuota yule ndugu yake yupo katika maisha mazuri. Waraahu mughattiyan yadayhi, yupo katika maisha mazuri, yuko happy, lakini amefunika vidole vyake. Faqala lahu, akamwambia, ma sanaa bika rabbuk, Mola wako amekufanya nini? Kipi kilichotokea na yapi yaliyojiri? Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kipi kilichotokea sasa? Yapi yaliyojiri? الطفيل ابن عمرو الدوسي صحابي جليل من صحابة رسول الله, sahaba mtukufu, anaota usiku ndugu yake aliyekata vidole vyake kwa sababu ya maumivu akafa kwa sababu ya kujikata. Mkono ulibadilika rangi, damu imemtoka nyingi hadi kufariki. Tufail usiku alimwota ndugu yake yupo katika hali nzuri, lakini amefunika vidole vyake. Anamuuliza, Mola wako amekufanya nini? Amekupokeaje? Yule sahaba akasema, ghafara li bihijrati li nabiyihi, Mola wangu ameniambia nimekusameh makosa yako kwa sababu ulijitoa muhanga kutoka hijra na mtume wangu Muhammad. Mola wangu amenisameh madhambi yangu kwa sababu niliacha mji wangu wa Makka, nikaacha nyumba zangu, familia yangu, nikafanya hijra, nikahama na mtume kumsapoti mtume kutoka Makka hadi Madina kwa utukufu wa hijra. Kaniambia nimekusameh. Lakini Tufail akauliza, kama umesamehewa, mali araka mughattiyan yadaika, mbona mikono yako iko ovyo? Mbona mikono ipo ovyo? Mbona mikono yako umefunika? Akasema, qila li, pamoja na kusamehewa lakini adhabu niliyopewa, nimeambiwa lan nusliha minka ma afsadtahu, vidole vyako hatutokurudishia, mkono wako utabaki vile vile umekauka, umekatika, kwa sababu umeharibu mwenyewe mikono yako kwa mikono yako. Sitokutengenezea ulichokiharibu, nimekusameh kwa utukufu wa hijra. Shekhe
mata na'khudhu ash-shar'a min ar-ru'a wal-ahlam, tangia lini sisi waislamu tunachukua dini yetu katika ndoto? Ni kweli, hii ni kanuni ya kisheria, hatuchukui dini katika ndoto. Sasa kipi ni kipi Sheikh? Ndoto hii ameitia tiki bwana Mtume Muhammad. Tufail akaenda kwa bwana Mtume akamhadithia, fulan nimemwota jana usiku yupo katika hali nzuri, nimemuuliza Mola wako amekufanya nini? Akasema Mola wangu amenisamehe makosa yangu kwa sababu ya hijra, ya kuhama na wewe Mtume, lakini nimekuta amefunika vidole vyake, vidole hali mbaya kabisa. Nikamwambia mbona umefunika vidole? Akasema Mola wangu kaniambia sitokutengenezea ulichoharibu katika mwili wako wewe mwenyewe. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyanyua mikono akaomba dua akasema Allahumma waliyadaihi faghfir, Allah nakuomba na mikono yake uzisamehe. Ndoto hii ingelikuwa si ya kweli Mtume asingeisadiki, na Mtume anapokea wahi. Nini ushahidi wa hadithi hii? Mtu kakata kiungo chake yeye mwenyewe, akhera kaambiwe kiungo kitabaki pale pale, sitokutengenezea kiungo chako kwa sababu umekiharibu kwa mkono wako. Na lau Mtume asingemuomba Allah akisema ya Rabb na mikono yake uzisamehe, mikono yake isingerudi kama ilivyokuwa. Lakini shekhe huyu mbona kasamehewa japo kajiua mwenyewe? Huyu Allah ameweka wazi kamsamehe kwa sababu ya hijra. Mimi na wewe tangia lini tumetoka Makka na Mtume tukampeleka Madina? Tuko hapa patie mke wanaume. Sasa jiue, kitakukuta kitakachokukuta. Twende An-Nisa sura ya 4 aya nambari 29 na 30. Msikilize Allah anasemaje. Sikilizeni, mnaojiua kwa sababu ya Simba na Yanga, kwa sababu ya Arsenal na Manchester, mnaojiua kwa sababu ya CCM na Chadema, mnaojiua kwa sababu ya ACT na Kafu, vyama vya siasa, mambo ya kidunia, ukashindwa kuthamani roho aliyekupa Mola wako na utu aliyekupa Mola wako. Sikilizeni Allah ndani ya sura ya 4 An-Nisa aya nambari 29-30. Allah anakataza mtu kujiua, ni aya ya Qur'an. Allah anasema wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, wala msijiue nyinyi wenyewe, msitoe nafsi zenu nyinyi wenyewe, msitoe roho zenu nyinyi wenyewe, msijiue, kwani hakika ya Allah mwenyewe ni mwenye kuwahurumia, nanyi mnatakiwa mjihurumie. Aya nambari 30 sasa ndio ikaja na wa'dun wa wa'idun shadid, ahadi nzito ya adhabu. Allah akasema wama yaf'al dhalika udwana wa dhulma, atakayefanya hivyo akajiua mwenyewe nafsi yake kusudi kwa uadui na kwa dhulma, kajidhulumu mwenyewe kwa kutoa roho yake, fasawfa nuslihi nara, huyo tutamuingiza ndani ya moto. Wa kana dhalika ala Allahi yasira, na kufanya hivyo kumuingiza motoni hilo ni dogo mno, jepesi kwa Allah. Nini hukumu ya mtu aliyejiua mwenyewe?
amekwisha toka katika Uislamu au bado atabaki kuwa Muislamu. Nivumilieni ndugu zangu, najua muda umekwenda kidogo, lakini wallahi ni kutokana na unyeti wa mada hii. Nini hukumu ya mtu kutoa uhai wake mwenyewe, roho yake mwenyewe, kujiua kwa ujinga, kwa kuendekeza mapenzi? Wa Yemen wanasema tuz fil hub, mapenzi potelea pote, lakini nafsi yangu usipotee. Mapenzi ndio nini? We kijana mzima na akili zako, unatoa roho yako kwa sababu ya mwanamke. Wanawake wamejaa kwa taarifa yako duniani. Umemkosa huyo mwanamke wako duniani kwa ujinga wako, pengine angekukubali umuoe awe mke wako, mama wa watoto wako, lakini akhera pia umekosa hurun 'ain ka amthali lu'lu'il maknun. Sasa nini hukumu ya mtu kujiua mwenyewe? Je, mtu akijiua tayari amekwisha toka katika Uislamu au la? Madhhabu ya ahli sunna wal jamaa, maimamu wetu wote wanne, Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i na Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala, madhhab na msimamo wa ahli sunna wal jamaa أن المنتحر ليس بكافر ولكنه عاصي. aliyejiua sio kafiri, hajatoka katika Uislamu, lakini amefanya dhambi kubwa sana na amemuasi Mola wake, na kwa hilo kastahiki kwenda motoni, Aliyejiua hajatoka katika Uislamu. Hii ndio ilmu. Najua baadhi yenu mnasubiri lengankari out referee. Mimi si refa wa kuwatoa wachezaji kwenye ground katika uwanja. Mimi sio shekhe wa kuwatoa Waislamu katika dini. Masala kumkufurisha mtu kwamba wewe ni kafir, umetoka katika Uislamu, hilo ni zito kweli kweli. Hakufurishi watu ila mtu ambaye ni jahil, aliyesoma akashiba, anaijua Qur'an, anaijua sunna, dalili anazo, hawezi kufanya pupa kumtoa mtu katika Uislamu. Hilo la kwanza. Twende katika sharhu ya sahihi Muslim ya Imam an-Nawawi, twende katika mlango unaoitwa bab الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. الإمام النووي katika sharhu ya sahihi Muslim kaweka mlango mzima, mlango atakayeiua nafsi yake hajakufuru. Kaangalie katika sharhu ya sahihi Muslim mlango huo ukurasa wa 299. Al-Imam an-Nawawi anasema من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر. atakayeiua nafsi yake au akafanya katika madhambi makubwa, maasi makubwa bila ya kutubia, kafariki bila ya kutubia, hajafa akiwa kafiri. Manhaji ya ahlu sunna wal jamaa, mwanadamu akifanya hata madhambi makubwa kiasi gani hakufuru kwa kufanya madhambi, haitwi kafir bali anaitwa asi. Hilo mulijue. Labda mtu adhihirishe mwenyewe ukafiri wake. Madhambi makubwa yasiyokuwa shirki hayamtoi mtu katika Uislamu. Kwa hiyo msimamo sahihi, aliyejiua hajatoka katika Uislamu, ingawa kafanya kosa kubwa sana, kosa la jinai,
maasi makubwa sana, na anastahili kwenda motoni milele na milele. Na neno la milele na milele, wanawachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa pia wameikhtilafiana. Wako waliosema ni milele kweli, kwa sababu sigha structure ya maneno ya mtume khalidan mukhalladan fiha abada, wakasema maneno haya matatu yanajulisha ni milele na milele, ngoma hakuna kutoka. Na wako waliosema kama ni mtu wa tauhid, hajawahi kufanya shirki, kajiua, atakaa motoni milele, bimaana ya muda mrefu, lakini the end, mwishoni mwa picha huko atatolewa kwa sababu ya tauhidi yake. Hizi ni kauli za maulama, mimbabi amanati ilmi, lazima niyaweke sawa. Khutba yangu sasa inakwisha kama ifuatavyo. Je, ikiwa tumekwisha jua ya kuwa atakayejiua hajatoka katika Uislamu, bali kafanya madhambi makubwa, anastahili kwenda motoni bila ya shaka, je, hal yajuzu salatu ala man qatala nafsah? Je, inafaa, inajuzu kumswalia aliyejiua? Dhahaba jumhuru ahli alilmi, jopo kubwa la maulama wa Kiislamu wanasema, jopo kubwa, ala anna qatila nafsihi yusalla alayhi. Jopo kubwa la maulama wanasema aliyejiua anastahili kuswaliwa. Which is which? Kipi ni kipi sasa? Mbona mnatuchanganya? Maulama hawa wakasema, kwa nini tunasema anastahili kuswaliwa? Liannahu lam yakhruj bidhalika anil islam, kwa sababu tulikwisha sema ya kuwa aliyejiua hatoki katika Uislamu. Madama hakutoka katika Uislamu, haki ya Muislamu juu ya Muislamu mwenzake, akifa akoshwe, avishwe sanda, aswaliwe na azikwe katika makaburi ya Waislamu. Lakini maulama, huyo ana tiketi tena nyeupe kabisa ya kwenda jahannam, wakasema ni kweli jahannam haepuki, imekula kwake, lakini sisi ni wajibu wetu kumswalia kwa hadithi mbalimbali za bwana mtume zilizosema haki ya Muislamu juu ya Muislamu wenzake, akifariki amkoshe, amswalie, asindikize jeneza lake, amzike. Kwa hiyo kauli ya kwanza ni hii. Njoo sasa kauli ya pili. Kauli ya pili ya maulama wanasema aliyejiua hatakiwi kuswaliwa. Na tegeni sikio, hawa wana hadithi za mtume. Wale jumhur wao wanasema tunatumia dalili hadithi za jumla zinazosema Muislam lazima aswaliwe hata awe aswi, madama haja kufuru, na kitendo cha kujiua hakumpelekee mtu kukufuru kutoka katika Uislamu, kwa hiyo ataswaliwa. Hoja yao ni hiyo na ni hoja nzito. Kauli ya pili, akina Umar ibn Abdul Aziz, akina al-Imam al-Auza'i, akina Abu Yusuf yule mwenzake na mwanafunzi wake na Abu Hanifa na wanawachuoni mbalimbali wanasema aliyejiua haswaliwi. Ushahidi katika sahihu Muslim hadithi nambari 978. Sikilizeni hadithi hiyo. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه. siku moja bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ameletewa mtu kashakufa, washamvisha sanda, ya Rasulullah, maiti kwenye jeneza au kwenye chombo, mswalie. Lakini huyu qatala nafsahu bimashaqisa, kaiua nafsi yake kwa silaha yake fulani, mwenyewe kajiua. Kipi kilichotokea na yapi yaliyojiri na kipi alichokisema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
wakasema wanawachuoni falam yusalli alayhi, bwana mtume kakataa kumswalia. Mtukufu wa daraja, swala yake peke yake bismillah masha Allah ni shafaa tosha. Yule mtume mwenye huruma, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, kasema simswali kama kajiua. Kauli ya pili ya wanawachuoni, aliyejiua haswaliwi kwa sababu mtume alikataa kumswalia huyo mtu. Hii hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili, mtu mmoja kaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamjulisha, ya Rasulullah, nimemwona fulani qad mata, kwa macho yangu nimeona fulani kafa katika maswahaba. Mtume akasema, wama yudrik, kipi kilichokujulisha kama kafa? Wewe umejuaje kama kafa? Akasema, raaituhu yantahiru nafsahu bimashaqisa, nimemwona kwa macho yangu kachomoa silaha yake, anajimaliza mwenyewe, anajiua. Mtume akasema, anta raaitahu, wewe mwenyewe umemwona kwa macho yako akijiua na amekufa kweli? Qala na'am, akasema ndio. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idhan la usalli alayhi, kama hivi ndivyo ilivyo kajiua mwenyewe, basi mimi Muhammad sitomswalia. Shekhe, tushike wapi? Msikiliza Imam Ahmad na Ibn nimalize wanasemaje. Alhanabila wanasema, la yusalli al-imamu ala man qatala nafsahu amda wa yusalli alayhi sairu an-nas. Aliyejiua, viongozi, mashekhe, maulama, maimamu ndio hawatakiwi kumswalia, waswaliwe na maamuma tu. Kwa nini? Kwa sababu mtume kama kiongozi aligoma kumswalia, hajawazuia maswahaba wamswalie. Kwa nini ya Rasulullah? Ili watu wajue ukubwa wa dhambi ya kujiua mwenyewe. Ni kifa, mashekhe zangu, walimu wangu, maimamu, wacha Mungu katika wao watakosa kuniswalia, nitaswaliwa na maamuma. Watu washike adabu, wasijiue. Kwa kauli yenye nguvu ambayo wengi katika maulama wameishikilia, wanasema aswaliwe na maamuma tu, mashekhe chomoeni, hakuna kumswalia. Sasa itakuwa ni jeneza la ajabu la pekee duniani ukaswaliwa na maamuma, maimamu wote wamegoma. Al-Imamu Ibn Qudama katika kitabu chake cha Al-Mughni juzu ya 2 kurasa 415 anasema, wala yusalli al-imamu ala al-ghali min al-ghanima. Imamu, kiongozi wa Waislamu, mashekhe, maulama, hawatakiwa mswalie aliyechakachua mali ya ghanima, ngawira, aliyedhulumu akafanya khiana katika mali ya ngawira. Wala man qatala nafsahu, na vile vile hawatakiwa mswalie yule aliyeiua nafsi yake. Kwa hiyo kauli ambayo maulama wengi wameishikilia kwamba mtu aliyejiua, pamoja na kwamba tunajua ni motoni kwa hadithi za mtume, msije mkasema usheka zidi kutoa hukumu. Sina hukumu mimi, bali nawasomea hukumu za Allah na mtume Muhammad. Aliyejiua katika moto wa jahannam, hayo akayasema mtume Muhammad. Pamoja na kwamba tunajua huyu ni motoni, wamesema tutimize wajibu wetu, tumswalie, lakini maamuma na mashekhe wasimswalie. Hii ndio kauli ya kati kwa kati. Hotuba yangu naimaliza kwa kusema hivi, kati ya aliyejiua mwenyewe au akaua mtu, kipi kizito mbele ya Allah? Jawabu, vyote hivi vinaitwa mauaji. Na kwa mujibu wa Qur'an, suratul Furqan, mauaji ni dhambi ya pili kwa ukubwa. Shirki ya kwanza, kuua namba 2, na kuzini namba 3. Kwa hiyo kuua ni kuua. Lakini aliyeua mwenzake
wanasema maulama, ana nafuu moja, ana nafuu ya kutubia tauba ya kweli. Tena suratul Nisa inasema hata ukiua bahati mbaya hujakusudia, kuna process. Miongoni mwa process unatakiwa ufunge miezi 2 mfululizo. Iko siku takuleteni hiyo hukumu ya aliyeua bahati mbaya. Chukua tu moja hiyo. Aya imeeleza unatakiwa utoe fidia kwa familia yake, ikaenda mwisho aya imesema au afunge miezi 2 mfululizo. Umemgonga mtu kwa gari bahati mbaya, kuonyesha thamani ya roho ya mwanadamu. Bahati mbaya tu, hautoenda motoni kwa sababu Allah anajua hujakusudia, lakini kitendo cha kuwa bahati mbaya, funga miezi 2 mfululizo ndio suluhisho ya mwisho ikiwa umekosa uwezo wa kutoa zile fidia, kukubaliana na wanafamilia. Kama ile alitoshi aliyeua baba yake mzazi, ni haramu kurithi mali yake. Tazameni kuua kulivyokuwa kubaya. Tena baadhi ya ulama wanasema upo kwenye gari unamwendesha mzee, unatoka Dar unaelekea Morogoro, alafu mkapata ajali, upande wa mzee ndio pamebomoka sana, kafa peke yake, wengi wanasema utolewe katika mirathi. Huenda umetengeneza mpango wa kumsogeza akhera haraka, una haraka na mali zake. Tazameni kuua kulivyokuwa ni kubaya. Allahu akbar. Aliyeua mwenzake, maulama wanasema bado ana nafasi ya kutubia, kuomba msamaha kwa wahusika, kutoa kafara mbalimbali, kuleta toba ya dhati na Allah akamsamehe. Aliyejiua mwenyewe saa ngapi atatubia? Kuishi hii kashakufa. Wakasema maulama, aliyeua mwenzake kamdhulumu mwenzake, lakini aliyeua nafsi yake kaidhulumu nafsi yake na kamkosea Mola wake, kwa sababu nafsi sio mali yake, ni mali ya Mola wake. Hotuba yangu naimaliza nasema, aliyejiua miongoni mwa madhambi makubwa aliyoyafanya, maulama wanasema amefanya makosa makubwa ya jinai katika Uislamu. Kosa la kwanza, ameshindwa kuridhika na kadari ya Allah. Ukiona mtu kajiua, 99% ni kukata. Na Qur'an nasema innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun, hakika hawakati tamaa na rahma za Allah isipokuwa wale makafiri. Na Qur'an imesema la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rahma za Allah. Kwa hiyo kosa la kwanza alilolifanya aliyejiua, amekata tamaa na timu yake. Hii timu fungu la kukosa, kila siku tunapigwa 6 bila 5 bila, mimi najiua. Kwa kukosa tamaa, kwa kukata tamaa na kutoridhika na mipango ya Allah katika ulimwengu huu. Labda alimkosa binti fulani, akamkosa akajiua, ameshindwa kuridhika na kadari ya Allah. Allah kumwandikia yule binti awe mkewe, kajiua. Kwa hiyo kaenda kinyume na kadari ya Allah. La kwanza hilo. La pili alilolifanya yule aliyejiua yeye mwenyewe, ameikosea haki ya Allah ambayo ni mali ya Allah, nafsi. Na ndipo napohitimisha, nafsi sio mali yangu wala mali yako. Na ndio maana tukifariki nafsi inatoka na roho inatoka, inakwenda kwa mwenyewe. Kwa hiyo kitendo cha kutoa roho yako, maana yake si mali yako, umemkosea yule mwenye haki yake na mali yake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, khutba yangu ya leo ilikuwa ikisema nini hukumu ya mtu kujiua, na tumesikia walau kwa uchache hukumu ya mtu kujiua. Ni jambo baya sana, ni jambo gumu sana. Kiufupi, atakayejiua mwenyewe imekula kwake, na siku ya kiyama ataingizwa katika moto wa Jahannam. Na Mtume katumia sigha, structure ya maneno khalidan mukhalladan fiha abada, maana yake atakaa milele na milele abadani. Tujiepushe, dunia hii haina thamani kiasi ambacho istahiki wewe kuitoa roho yake kwa ajili yako. Timu yako haina thamani kuliko roho yako.
chama chako haina thamani kuliko roho yako. Huyo mwanamke anayekuzuzua hana thamani kuliko roho yako. Roho yako ndo kila kitu na sio miliki yako, ni miliki ya Mola wako. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqahu min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ruddana ilayka raddan jamila. Allahumma ruddana ilayka raddan jamila. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma innana ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.